ya White House. Sasa ili kuelewa zaidi, tuungane na mchambuzi Ibrahim Rabi mubashara kutoka studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, unazungumziaje mkutano huu kati ya Trump na Netanyahu? Je, unadhani wataafikiana? Bado ni vigumu kutabiri nini kitatokea, kwa sababu hawa ni viongozi wawili ambao wote wametoa kauli mbili tofauti. Alivyozungumza na viongozi wa Kiarabu na Kiislam, Trump alisema kuwa wamefikia nafasi nzuri ya kufikia makubaliano. Lakini katika hotuba ya tarehe 26 Netanyahu aliyotoa kwenye mkutano wa UNGA 80 aligonga msumari kuwa hakutokuwa na taifa la Palestina wala hakutokuwa na suluhu isipokuwa wataenda mbele zaidi. Sasa mkutano huu wengi wa wachambuzi wamekuwa wanauhisi kama ni mkutano wa kila upande kujaribu kumshawishi kumvuta mwenzake kwenye njia ambayo anaiamini yeye. Ni vigumu sana kutabiri nini kitatokea, lakini lolote linaweza likatokea. Netanyahu ameomba msamaha kwa Katari kwa kuishambulia Hamas nchini humo. Hii itapokelewa vipi na taifa lenyewe la Qatar? Tangu awali Katari walikuwa wametaka hili kwa Israeli, wakisema kuwa Israeli inapaswa kuomba radhi. Nadhani ndio kitu pekee ambacho utawala wa kifalme wa Katari ulikuwa unakihitaji, na bila shaka msamaha wake huu utaripotiwa sana na vyombo vya habari vya Kiarabu na Katari vyenyewe, kwa sababu ni jambo ambalo walikuwa wakilitaka. Licha ya kuwa msamaha huu umewakera sana wafuasi wa mrengo mkali wa kulia. Nimeona baadhi ya vyombo vya habari vya ndani vya Israeli vikikosoa uamuzi wa Netanyahu kuomba msamaha Qatar. Ni wanahisi kama vile amejisalimisha kwa Hamas. Tayari baadhi ya mapendekezo yamevuja na kuchapishwa na vyombo vya habari. Je, masuala haya yote yatakubalika kwa pande zote? Ni vigumu kusema yatakubalika au hayakubaliki, kwa sababu wanayekaa kwenye meza na kukubaliana ni wengi wa upande mmoja. Anapokaa Netanyahu na Trump kujadili kuhusu Palestina, naweza nisema kuwa kama labda paka wamekaa wanajadili kuhusu kumpa haki zake panya. Kwa hiyo unaweza ukahisi kuwa ugumu wake ni upi. Sitegemei kama kuna jipya sana kwa halafu siamini kuwa haya makubaliano ni bora kuzidi mkataba wa Oslo wa mwaka 93 ambao Marekani aliusimamia. Nani aliuvunja? Haijulikani, na hatua gani zilichukuliwa. Kwa hiyo sitegemei sana kwa msimamo wa Marekani ambao ni chini ya wiki mbili tu walitumia kura ya veto kuzuia haya ambayo sasa wanayapeleka, kama kweli wameweza kubadilika ndani ya muda mfupi hivi na kutaka kuwapa kikubwa wa Palestina. Nadhani kuna vitu vimejificha ndani yake. Rabi, Hamas hawapo ikulu ya White House kwenye mkutano huu. Unadhani wao wanatarajia nini haswa, na je, watakuwa radhi kuweza kutekeleza yale yanayokubaliwa kati ya viongozi hawa wawili? Qatar wamesema kuwa watawashawishi na wako tayari kufanya hivyo. Hata kama mpango wenyewe unavyoeleza kuwa kuwapokonya silaha Hamas, pia Qatar wamesema kuwa wanaweza wakalibeba jukumu hilo la kutaka kuwajaribu kuwashawishi Hamas. Na mara nyingi Hamas wamekuwa wakisema kuwa kama makubaliano yoyote yataakisi kutoa ishara ya uwepo wa taifa lao la Palestina, wao wako tayari kujitoa kwenye serikali, wapo tayari kuweka silaha chini, lakini iwepo njia sahihi ambayo inatoa mpango kamili wa uwepo wa taifa la Palestina. Kwa hiyo sioni kama kutakuwa kuna ugumu wowote wa Hamas, isipokuwa napata mashaka wa shirika wa mrengo wa kulia, mawaziri wa serikali ya Israeli ambao hawataki kusikia makubaliano. Shukran sana Ibrahim Rabi kwa tathmini hiyo, na kama tulivyotaja hapo awali, mchambuzi Ibrahim Rabi kutoka studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Lakini kama